Bei ya mafuta imeshuka duniani kote kwa 5% baada ya maafisa wawili wa ngazi za juu wa Marekani kuzungumzia uwezekano wa kupatikana kwa suluhu ya kidiplomasia na kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, anayeonekana katika picha hizi za leo akikutana na makamu wa rais wa Paraguay pamoja na waziri wa fedha Scott Bessent, ameonyesha matumaini kuwa makubaliano yanaweza kuafikiwa hata ndani ya siku moja au mbili zijazo. Hii ni licha ya Tehran kupinga kauli ya Rais Donald Trump ya siku ya Jumatatu kwamba mazungumzo ya moja kwa moja yalikuwa karibu kuanza tena. Huyu hapa Marco Rubio. Nadhani kuna mazungumzo na majadiliano ambayo tunashiriki kati ya Oman na Iran kuhusu jinsi meli za kivita zinavyoweza kupita huko kwa njia salama katika muda mfupi, tunapoelekea kwenye mazungumzo haya ya masuala ya muda mrefu kuhusu kuondoa silaha za nyuklia. Na inatosha kusema tumepiga hatua katika mazungumzo hayo, lakini bado hatujamaliza. Tunatumai hilo litafanyika hivi karibuni. Awali Rais Donald Trump alikuwa amedai kwamba mazungumzo na Iran yalianza jana Jumatatu na kwamba nchi hiyo inakabiliwa na hatari ya kung'olewa kwa uongozi wake iwapo hawataafiki makubaliano fulani ambayo yanajumuisha kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz na kuondolewa kwa silaha za nyuklia. Rais Trump amerudia madai yake kwamba Tehran inaomba kuwe na makubaliano, ila sasa Iran imethibitisha kuwa inajadili utaratibu mpya na Omani ili meli ziweze kupita katika njia hiyo muhimu ya maji. Awali Qatar, ambao ni mmoja wa wapatanishi wakuu kati ya Washington na Tehran, ilisema inaendeleza juhudi pamoja na wapatanishi wengine ili kujaribu kufikia suluhisho la kidiplomasia kwa vita kati ya Marekani na Iran. Tehran imesisitiza kwamba mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani yaliyopangwa, kwamba hakuna mazungumzo yaliyopangwa kwa sasa. Kwa sasa hatufanyi mazungumzo na Marekani. Mazungumzo yetu ni pamoja na Oman na yanalenga kuwafikia makubaliano kuhusu njia itakayoruhusu meli kupita salama katika mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa sehemu kubwa ya dunia imeondoa macho yake kutoka Gaza katika miezi ya hivi karibuni kufuatia makubaliano ya kusitisha vita ya Oktoba mwaka jana. Wiki iliyopita Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza makubaliano kati ya bodi yake ya amani na Hamas kuhusu kundi hilo kuweka chini silaha. Hata hivyo, vikosi vya Israel vimeendelea kushambulia wale vinaowataja kama wapiganaji wa Hamas na raia bado wanauawa. Majengo mengi huko Gaza yameharibiwa, lakini huenda ikakushangaza kujua kwamba eneo hilo lilikuwa likijiimarisha kama kitovu cha teknolojia kabla ya vita kuanza. Na kama anavyoripoti mwandishi wa BBC Yolande Nell, maelfu ya vijana wanageukia kompyuta ili kuungana na dunia ya nje na kutafutia familia zao kipato. Ripoti yake inawasilishwa na Agnes Penda. Ndani ya vifusi vya Gaza, wafanyikazi wa teknolojia wa Kipalestina wanatafuta njia zinazohitajika sana za kupata pesa na njia ya kutoroka kutoka katika ukweli wao mgumu. Tariq Zaim ni mhandisi wa programu ya kompyuta anayefanya kazi kwenye programu ya simu ya mkononi akimfanyia kazi mteja wa kimataifa. Tunazungumza kwenye simu ya video. Kila kitu kimekwenda. Nilipoteza nyumba yangu, nilipoteza kazi yangu. Kwa hiyo naanza kutoka sufuri, kuanzia mwanzo ili kuanzisha kazi mpya, maisha mapya. Katika miaka miwili ya vita vikali, wakazi wa Gaza walihangaika kupata maji na chakula. Wengi wanaendelea kuishi katika kambi za mahema, lakini maelfu wanajaribu kuungana na ulimwengu kupitia uchumi wa kidijitali. Wanafanya kazi katika maeneo ya kufanyia kazi ya pamoja yanayotumia majenereta na sola kutoa umeme na interneti. Kutoka eneo hili la kutazamia kusini mwa Israel, unaweza kuangalia moja kwa moja ukanda wa Gaza, na kwa kuzingatia uharibifu mkubwa ulioko huko, inaonekana kuwa Gaza bado ni kitovu cha teknolojia ya juu. Hata kabla ya vita vya hivi karibuni, Gaza inayotawaliwa na Hamas ilizingirwa kwa vizuizi na Israel na Misri. Kwa hiyo, kazi za mbali za kujitegemea za dijitali zilikuwa njia kwa waliohitimu kutoka vyuo vikuu katika ukanda huo kujipatia riski. Mashirika ya kibinadamu yanasaidia kurejesha sekta hiyo tena. Tunazungumza hivi sasa kama njia ya kujikimu kidijitali, na wakati ambapo karibu 80% ya watu wanaoishi Gaza hawana kipato chochote kile, ni muhimu sana kusaidia watu kurudi kazini. Wala Volidis anazungumza na mshauri huko Silicon Valley kuhusu akili mnemba. Akiwa na umri wa miaka 24, yeye ndiye anayetegemewa na familia yake na anajaribu kumhamisha dada yake aliyejeruhiwa. Ana kazi mpya na kampuni ya Dubai.
Tumaini langu la kwanza ni kusaidia familia yangu kupata maisha mazuri, kumsaidia dada yangu kutoka Gaza kutafuta matibabu, na pia ninafanya kazi kwa ajili yangu mwenyewe, nikitafuta ufadhili wa masomo na nisafiri. Kuna changamoto nyingi, kuanzia vipakatalishi vilivyoharibika hadi vizuizi vya benki na milipuko mabomu ya karibu kila siku. Hii ilikuwa karibu na eneo la kufanyia kazi pamoja. Huku usitishaji mapigano ukikwama, Israel inasema inaendelea kulenga Hamas. Na wakati ukarabati mpana wa Gaza ukiwa umesimama, wafanyikazi wake wa teknolojia wanatoa mwanga wa maisha ya baadaye yaliyo bora na yanayowezekana. Tusalie katika masala ya vita. Sasa mashambulizi ya Ukraine usiku kucha yamesababisha maafa ya watu 5 katika eneo lililopo karibu na mji mkuu wa Urusi, Moscow, huku vituo kadhaa na miundo mbinu ya mafuta zikilengwa na ndege zisizokuwa na rubani kote nchini humo. Wahudumu wa afya wa dharura walikabiliana na moto mkubwa katika juhudi za kuokoa watu kutoka kwa jumba lililoporomoka baada ya kulengwa katika shambulizi la Urusi huko Sumy, kaskazini mashariki mwa Ukraine, lililowaua watu 3. Mwanamke mwenye umri wa miaka 76 na watoto wake wawili wenye umri wa miaka 5 na 10 walifariki kwenye shambulizi hilo, ambapo bomu lilianguka katika eneo la makazi ya raia. Wanawake wengine 4 walijeruhiwa. Wakati huo wakala mkuu wa Urusi katika mji wa Sevastopol uliopo katika jimbo linalokaliwa la Crimea amesema kwamba watu 4 wameuawa katika shambulizi lililotekelezwa na wanajeshi. Mshukiwa mmoja amekamatwa na anazuiliwa. Mwandishi wetu James Landell ana maelezo zaidi kuhusu kuzuka upya kwa mashambulizi hayo katika ripoti inayowasilishwa na Leila Mohamed. Katika vita hivi pande zote zinasema kwamba hawalengi raia, ila raia wenyewe ndio wanaoathirika pakubwa hata kwenye ufuo wa bahari. Shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani lilitekelezwa katika hoteli moja iliyopo karibu na mji wa Zelenchuk kwenye pwani ya Bahari Nyeusi. Mamlaka zinasema kwamba watu 7 wameuawa, wakiwemo watoto 3, huku wengine 40 wakijeruhiwa. Mashuhuda walisema kwamba hakukuwepo na milio ya ving'ora vya kuwatahadharisha. Kulingana na vyombo vya habari vya Ukraine, milio ya risasi ikiashiria kwamba huenda ndege isiyo na rubani ilidunguliwa angani na mfumo wa ulinzi wa anga au kuharibiwa na mfumo wa kutatiza mawasiliano ya kielektroniki. Lakini gavana wa jimbo la Krasnodar ambalo linawavutia watalii wengi kutoka Urusi ameshutumu Ukraine kwa kuwalenga raia kimakusudi kwenye shambulizi hilo. Wizara ya mambo ya kigeni ya Urusi imeituhumu Ukraine na washirika wake kwa kutekeleza ugaidi kimakusudi kwenye shambulizi hilo. Wizara ya mambo ya kigeni ya Urusi imeituhumu Ukraine na washirika wake kwa kutekeleza ugaidi.